Mwangosi apewa miwili Simba Sport. Hapa Simba wamelamba dume, Mwangosi ni mali yao. Nimemshuhudia Baraka Mwangosi tangu akiwa Mbuni FC, Mbeya Kwanza na Mbeya City. Mwangosi ana kitu kikubwa sana. Ni mshambuliaji mwenye uchu katika eneo la mwisho. Ni mbweha katika boksi la mpinzani kisha analijua lango. Ile fighting spirit yake ndio imemshawishi Steve Barker. Amekwisha kusajiliwa tayari na amepewa mkataba wa miaka miwili ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports. Kwanza salamu alaikum wapenda soka wa Tanzania na mashabiki wa Simba Sports popote pale mlipo, karibu tena kwenye uchambuzi wetu mzito wa soka la ndani, ambapo leo tunakwenda kuzungumzia dili linalotikisa mitaa ya Msimbazi, usajili wa mchezaji chipukizi lakini mwenye uwezo mkubwa Mwangosi, ambaye ametoka rasmi Mbeya City na kujiunga na wekundu hao wa Simba Sports, wekundu wa Msimbazi, kwa mkataba wa miaka miwili, usajili ambao wengi umeonekana wa kimkakati zaidi kuliko makelele. Simba Sports imeendelea kuonyesha mwelekeo mpya wa kujenga kikosi chenye mchanganyiko na uzoefu na vipaji vya ndani, na ujio Mwangosi ni sehemu ya mpango huo mpana wa kuhakikisha klabu inakuwa imara kwa ligi ya ndani pamoja na mashindano ya kimataifa. Mwangosi akiwa Mbeya City alionyesha kiwango kizuri kilichovutia macho ya wachambuzi wengi wa soka, akiwa ni mchezaji mwenye kasi, nguvu, nidhamu na uwezo wa kucheza kwa kujituma katika nafasi yake, jambo lilomfanya kuwa miongoni mwa wachezaji waliokuwa wakifuatiliwa na klabu kubwa nchini. Simba hawakusubiri dirisha kubwa, wakaamua kumaliza dili mapema na kumpa mkataba wa miaka miwili, ishara kuwa benchi la ufundi lina imani naye na lina mpango wa muda mrefu badala ya majaribio ya muda mfupi. Kwa upande wa Mbeya City, kuachia mchezaji kama Mwangosi ni pigo, lakini pia ni fahari, kwani klabu itaendelea kuthibitisha kuwa ni sehemu nzuri ya kukuza vipaji vinavyoweza kwenda kucheza kwenye timu kubwa zaidi. Kwa Mwangosi mwenyewe, huu ni ukurasa mpya kabisa wa maisha yake ya soka, kwani kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba Sport kuna maanisha pressure kubwa, ushindani mkali wa namba, lakini pia fursa ya kujitangaza zaidi ndani na nje ya nchi. Simba ni klabu yenye malengo makubwa, mashabiki wengi wana matarajio ya kushinda kila msimu, hivyo Mwangosi atalazimika kuongeza kiwango chake, kufanya kazi kwa bidii mazoezini na kutumia kila nafasi atakayopewa ili kuthibitisha kuwa hastahili jezi nyekundu na nyeupe kwa bahati mbaya. Mashabiki wa Simba Sports wamepokea taarifa hii kwa hisia mchanganyiko, wengine wakiona ni usajili wa busara wa baadaye, wengine wakisubiri kuona atakachokiongeza uwanjani, lakini ukweli ni kwamba Simba imewekeza kwenye damu mpya yenye njaa ya mafanikio. Mkataba wa miaka miwili pia unampa mchezaji muda wa kuzoea mfumo wa timu, falsafa ya kocha na kasi ya mashindano makubwa kama ligi kuu, kombe la FA pamoja na michuano ya CAF, jambo ambalo ni muhimu kwa mchezaji anayepanda kutoka timu ya kati kwenda klabu kubwa kama atapata malezi sahihi, ushindani mzuri na nidhamu. Mwangosi ana nafasi ya kuwa mmoja wa wachezaji muhimu wa Simba Sports katika misimu ijayo. Usajili huu pia unatuma ujumbe kwa wachezaji wengine wa ligi kuu. Simba bado inaamini vipaji vya ndani, na ukifanya vizuri kwenye klabu yako, milango ya timu kubwa iko wazi. Sasa macho yote yataelekezwa kwenye mazoezi ya Simba na mechi zijazo, kuona ni lini Mwangosi ataanza kupewa nafasi na kama ataweza kuhimili pressure ya mashabiki wa Msimbazi ambao hawapendi matokeo ya kawaida. Hili ni dili la kufuatilia, dili la kimkakati, na huenda likawa moja ya usajili bora kimya ndani ya ligi yetu. Na hapa ndipo tunafikia mwisho wa uchambuzi wetu wa leo kuhusu Mwangosi kutoka Mbeya City kusajiliwa na wekundu wa Msimbazi Simba Sports kwa mkataba wa miaka miwili, lakini mjadala hauishi hapa. Tunataka kusikia na maoni yako. Je, unaona Mwangosi ataleta tofauti gani Simba? Ataweza kuhimili pressure ya klabu kubwa ama ni usajili wa kuongeza wingi kikosini? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kulike video hii kama umeipenda, kushare kwa mashabiki wengine wa soka na kusubscribe channel yetu hii kwa uchambuzi mzito, habari za uhakika na gumzo la soka bila upendeleo. Mimi ni Kunyelezi, hii ni Malkia wa Soka. Tutaonana tena kwenye video inayofuata. Mpaka wakati huo, endelea kuipenda Simba yako, endelea kuipenda soka la Tanzania, na kumbuka hapa ndipo maskani ya habari za moto za soka. Asante sana na kwaheri kwa sasa.